Bihamdillahi maulaya ibtidai wa ashkuruhu wa utbihu sanai ala namahu fina wal balai tabaraka dhul ula wal kibriyai tafarrada bil jalali wa bil baqa. Leo kwa muda huu mfupi kabisa nataka tukumbushane mambo machache kabisa ambayo kwamba hayaruhusiwi kwa mtu ambaye amekusudia kuchinja. Jambo la kwanza ni suala la kukata nywele. Mtu haruhusiwi kunyoa nywele katika wakati huu ambao amenuia kuchinja. Jambo la pili, kuondoa kukata kucha. Haruhusiwi kukata kucha zake katika wakati huu ambao amenuilia ibada ya kuchinja. Jambo la tatu, kuondoa ngozi au manyoya katika mwili kwa makusudi. Huruhusiwi kuweza kufanya vitu hivi vitatu katika wakati ambao kwamba umenuilia wewe kuchinja katika siku ya Eidul Adha. Je, sasa ni kuanzia wakati gani hadi wakati gani? Ni kuanzia wakati inapoingia Dhulhijja. Unapoingia mwezi wa Dhulhijja, basi kuanzia pale hadi utakapochinja ile siku ya Idi, baada ya kutoka kuswali swalati la Idi, ndipo unaruhusiwa kuyafanya haya: kunyoa nywele, kukata kucha na kuondoa manyoya au ngozi katika mwili. Lakini hapa katikati huruhusiwi kuweza kuyafanya hayo. Kwa mujibu wa dalili gani? Kwa dalili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Ummu Salama radhiyallahu anha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, idha dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhahha fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'a. Pindi zitakapoingia siku 10 zile za mwezi wa Dhulhijja na akakusudia, akanuia mmoja wenu kuchinja, basi asiguse chochote katika nywele zake wala kucha zake na ngozi yake, chochote kile. Kwa maana haruhusiwi kunyoa nywele, haruhusiwi kukata kucha na wala kuondoa chochote katika mwili wake ndani ya siku hizi chache za mwezi huu wa Dhulhijja. Ni hayo tuweze kuyashika vizuri, tuyafuatilie vizuri, ili pale tutakapoenda kuchinja, kichinjwa chetu kiwe ni kizuri na ni chenye kupokelewa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuyafanyie kazi hayo. Alkamalu lillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Niwakaribishe tena katika kipindi kijacho ambacho tutaeleza mambo mengine mazuri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.